chanzo ni viongozi. Sasa unaweza kusababisha mauaji makubwa ya watu wasiokuwa na hatia, kama vile akina mama, watoto wadogo, wazee wanakufa tu ovyo. Kwenye imani nasemaje hasa katika kutetea, kwa sababu naamini mataifa ya Irani lenyewe wanapigana kutetea taifa lao na kutetea pia imani yao, kwa maana dini yao pia isiingiliwe pia. Kuna nini hasa ambacho kinasababisha taifa kama Irani inakuwa na msimamo kama ule pia tunashinda pia? Hubbul watani min al-imani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi Waislamu katufundisha kwamba kupenda mji wake mtu ni katika dalili ya imani, ni Uislamu. Ndio Uislamu wenyewe, yani kupenda mji wake. Yani mfano sisi ni Watanzania, kuipenda Tanzania yetu ni katika dalili ya imani. Kuna hoja ambayo inaibuka hapa. Kuna watu ambao wanasema kwamba kufa shahidi ni sawa, kwa sababu umepigania dini, umepambania kitu ambacho kilicho halali. Na kuna watu wengine ambao wanasema kwamba kuwa hata kama ni vita sio sawa. Kwa kweli hasa kwa elimu ambayo uko nayo kuhusu imani na dini pia, unapopambania taifa lako ama imani yako pia, kama vile ambavyo wanapigania Palestina na Israeli, ama Iran na Israeli pia, kwa maana wanakufa watu pale. Nini hasa ni sawa? Unyonge haufai. Mfano labda wewe kuna watu 5 unatakiwa uwapambanie. Hata ukifa unaandikiwa malipo, Mungu anakulipa wema. Kwanza nchi yako, pili wazazi wako, 3 dini yako, 4 kizazi chako, yani watoto, 5 mke wako. Usikubali tu mtu anakuja anamchukua mkeo tu kienyeji, wewe unaitikia tu hapana, bora kufa. Kwa katika hayo mtu kupoteza maisha ni sawa kabisa, kuna shida. Kama tulivyosema mwanzo, hubbul watani min al-iman, kupenda mtu nchi yako ni katika dalili ya imani ya kisasa. Naam, wanakufa kwa sababu ya taifa lao wako sahihi. Ndio. Kiongozi wa Irani, kiongozi mkuu Khamenei, alifuatwa na mtoto mdogo katika vita vinavyoendelea kati ya Israel na Irani. Akamwambia nataka nife shahidi, kwa maana mimi nikapambania taifa langu. Kiongozi akamwambia umri wako bado mdogo, kasome elimu ya dini, endelea kujifunza, pia umri ukifika utapambania. Lakini hasa utakuwa na umri gani hasa ili uweze kupambania haya mambo yanayotaka, kama unakufa shahidi basi ndio sawa? Umri gani utakuwa? Umri unaotakiwa mtu akishafikia baligh, yani kuanzia miaka 18 na kuendelea. Naam. Hii inasababisha nini hasa? Mtoto mdogo anakuwa na hizo imani kubwa kabisa kujitolea, kitu ambacho kwa baadhi ya mataifa mengine kama sisi huku kwani wanasema wayansha unashiun alfitiyanu minna ala ma kana awadahu abuhu, analeleka mwenye kuleleka kutokana na vile alivyolelewa na mzazi wake. Kwa hiyo watoto siku zote wanaangalia wazazi. Ukiona wazazi wana msimamo, na watoto wanakuwa na msimamo pia. Sawa. Moja vitu vingine ambavyo maana ni shida wewe na nipate maoni yako katika hili ni pamoja na ndoa za siku hizi. Vijana wengi sana wamekuwa wakifunga ndoa, lakini zinawahi sana kuvunjika kwa maana ya kuisha. Sasa ulipokuwa nini hasa katika karne hii na nyakati hizi? Tatizo hawajui nini maana ya ndoa. Wao wanajua ndoa ni mtu kumchukua tu mwanamke kukaa naye, basi ndo ndoa. Ndoa ni ibada. Kwetu sisi Waislamu ndoa ni ibada. Yani unapomuoa mwanamke unaandikiwa malipo kwa kile kitendo cha kumuoa yule, kama ambavyo ukimchukua tu mwanamke ukaishi naye unaandikiwa madhambi, na ukimuoa
unaandikiwa thawabu, yani malipo. Kwa hiyo kwanza waelewe ndoa ni ibada. Kwa hiyo mtu akioa anatakiwa aweke kichwani kwamba huyu mimi naishi naye mpaka mwisho wa maisha yetu, aidha nitangulie mimi kwa Mungu au yeye. Ndio hivyo. Nimekuuliza hili niliona juzi, kwa mfano tutolee mfano sababu ndio mambo juzi kati ya Diamond na Zuchu walikuwa kiishi pamoja, baadaye tumeona na wamefunga ndoa, lakini kuna taarifa ambazo zilikuja kwamba Zuchu alipewa talaka 3 na watu wengine wanasema kwamba zile bado zikawa sawa kwa sababu zitoka wakati mfatano sana pengine. Hasa tuanze kwanza kwenye hilo, talaka itakuwa itoke kwa muda gani hasa ili ihesabike kwamba hizi zimehesabika ni talaka tano? Sasa unajua talaka, kumwoa mwanamke umemwoa leo alafu kesho unampa talaka, hiyo si katika mafundisho ya Uislamu. Uislamu haujafundisha hivyo. Huo ni utashi wa mtu. Lakini Uislamu unafundisha mtu aishi na mwanamke, aishi na mke, ndoa ya kudumu yani. Sasa unamwoa mwanamke baada ya siku 2 au siku 3 unamwacha, hiyo haijafundishwa katika dini yetu. Talaka ya kwenye simu pia inaruhusiwa? Mama kuandikia message bana mimi nimekuacha. Ndio. Hiyo talaka inaruhusiwa. Unaweza kumwoa mwanamke kwenye simu na ukamwacha kwenye simu. Kabisa. Hiyo haina shida. Kwenye simu kwa inakuwaje? Inakuwaje kwenye simu? Kule wanaweka loud speaker na huku wanaweka loud speaker. Basi yule mzazi anasema fulani bin fulani, nimekuozesha binti yangu fulani binti fulani, yule anasema nimemwoa, basi ishapita ndoa. Nzuri sana hiyo. Wale kwenye simu. Inafaa hiyo. Samahani, kuna kitu natamani kukuuliza. Wimbo wa msanii Harmonize Radio mpya anasema astaghfirullah, hata tulikesha ya club kisha tunaenda gym. Astaghfirullah ni neno la Kiarabu, si ndio, ambalo limebase katika dini ya Kiislamu. Ni dhambi kutumia katika muziki, especially kumsifia mwanamke. Hilo neno ni la istighfari. Hiyo ni istighfari inaitwa. Yani naomba narudi swali. Okay, sawa. Tumemwona msanii Harmonize hivi karibuni ametoa wimbo na kwenye kipande amesema astaghfirullah, hata tukikesha club kisha tunamkia gym. Ni sehemu ambayo inatumika kwenye kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha, lakini pia amesema a'udhu billahi, nisikika. Ni maneno mawili ya misi katika wimbo yake. Amemkosea Mwenyezi Mungu na au alikuwa sahihi? Hayo maneno mawili kwanza ni maneno makubwa. A'udhu billah manake anajikinga kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari ya shaitani au viumbe wabaya. Akisema a'udhu billah manake anajikinga kwa Mwenyezi Mungu na mambo mabaya. Na hiyo astaghfirullah manake anamtaka msamaha Mwenyezi Mungu. Sasa inna likulli maqalin maqam wa inna likulli maqamin maqal. Kila maneno yana sehemu zake na kila sehemu zina maneno yake. Haiwezekani uende kwenye harusi utaje mambo ya msiba, au uende kwenye msiba utaje mambo ya harusi. Lazima watu watakushangaa, wataona huyu mtu kachanganyikiwa. Yani kwenye harusi wewe unazungumzia msiba kweli? Naam, yuko sawa. Kwa hiyo labda tofauti ni hiyo tu, au kasoro ni hiyo tu, kachomeka kitu mahala sipo. Inna likulli maqamin maqal wa inna likulli maqalin maqam. Kila sehemu ina maneno yake na kila maneno yana sehemu yake. Kurudisha nyuma 2018 kuna kituo cha radio cha msanii mkubwa
kilizinduliwa na ulikuwa mgeni rasmi. Huyo msanii, nanukuu maneno yake, kama nitakuwa nimekosea utanisamehe. Naam. Alisema ni miongoni mwa mashehe ambao walikuwa nakufuatilia sana na bakora zako, akimaanisha mawaidha yako yametumika sana kwenye kumrekebisha, na utakapomwona nazidi kukosea basi endelee kumtoa kasoro. Na hiyo speech utakuwa unaikumbuka, huyo msanii pia utakuwa unamkumbuka. Kwa faida ya mtu asemfahamu, ni Diamond Platnumz. Kwa Harmonize utamwacha bila kumrekebisha, licha kuwa amekosea, ametumia maneno sehemu ambayo sio sahihi. Kuna mtu anatamani neno lako pengine umwambie katika ukali, ili kesho na kesho kutwa asirudie tena. Kuna kipindi alisema Mungu ni mwanamke, ukampa bakora akakubali kuhusu kauli yake. Hili pia mtaliachia, kwa sababu mkiliachia kesho atakuja tena hata na Suratul Fatiha kwenye nyimbo itasikika. Anastahiki kuelimishwa, kwa sababu mara nyingi hawa vijana wetu wanakuwa hawajihusishi na mambo ya dini, kwa hiyo hawajui tuseme. Sasa inafaa kumfikishia. Wote ni vijana wetu, hatubagui mtu yoyote, sisi wote ni vijana wetu na tutawafikishia. Huoni kama imefika mahara umaarufu unawazidia kiasi kwamba wanajisahau na kuchukulia imani poa poa? Na mimi naamini kwamba Sheikh Kipeseo akizungumza kwa paneno kwamba kuwakumbusha kwamba kuna kifo, na hizi mali ambazo sasa hivi wanazo ni sekunde tu moja Mungu kuitumia kwa promotion, pengine wanaweza. Kwani kuna namna unahitaji maneno kuambia kwamba usichukulie poa dini na hizi riziki ambazo wanazo, pengine zisiwafumbe macho na masikio? Maneno yako ni kweli na ni makubwa, na Mwenyezi Mungu akubariki, kwa sababu kawaida ya binadamu, Mwenyezi Mungu anasema innal insana la yatgha arraahu istaghna, hakika ya mwanadamu ni mwenye kuchupa mipaka ya Mungu. Arraahu istaghna, anapojiona ana mzigo wa kutosha. Mzigo unasahaulisha mpaka Mungu, Sheikh. Alikuwepo mtu mmoja anaitwa Qarun wakati wa Nabii Musa. Huyo mtu alikuwa na mzigo wa kutosha, basi aliwahi kuwachukua watu akawaonyesha yale magodauni yake, alafu akawaambia innama utituhu ala ilmin indi, mali hizi zote mnazoziona nimezipata kwa ilmu nilionayo, elimu yangu, sikumwona Mungu ananiletea. Alitakabbar, alifanya kibri. Basi Mwenyezi Mungu siku ile kazungumza saa 4 asubuhi, usiku wake Mwenyezi Mungu anasema khasafna bihi wa bidarihi al-ard, tukamdidimiza yeye, nyumba lake, mali zake zote chini ya ardhi, flat. Hakuna Qarun, hakuna mali za Qarun. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu sekunde tu, wala iyadhu billah, Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru, akitaka kuwateketeza watu sekunde tu. Balaa kubwa sana. Kuna mtu anaweza anajiuliza, kwa busara kuzungumza na pengine sauti yako inanguruma kama simba, mashallah, hawa vijana wakikuona siku mkiona mnaga hivi kwenye kadamnasi tofauti, huwa wanakuhofia kama kiongozi wao wa dini, wanakuwa pole ama huwa wanachukulia tu poa poa? Hao mimi marafiki zangu, mimi marafiki zangu sina ugomvi nao. Hakuna binadamu waliokamilika, sisi sote tunakosea, lakini wale ambao wasiokuwa na ujuzi wanakosea zaidi. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akasema innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, hakika wanaomwogopa Mungu hasa katika waja wake ni wale wanaomjua. Kwa hiyo sisi kidogo afadhali kuliko wao. Sasa sisi ndio tunayo haki ya kuwakumbusha wao na kuwafikishia. Hata wao wanayo haki ya kutukumbusha
tukikosea, kwa sababu sisi hatujakamilika, lakini wao kwa sababu hawana ujuzi na hii dini, sisi ndo tunastahiki kuwakumbusha zaidi. Nilisha kusikia maneno kwa baadhi ya watu kwamba kuna baadhi ya viongozi wa dini pia huwa wanapindisha baadhi ya vitu kwenye itikadi mkwanja. Na mtu akipewa tu mkwanja leo hii apindishi maneno ya Mwenyezi Mungu, badala kuzungumza na kukaa kimya. Wanakosea sababu, na si pamoja vijana wetu, nasikia vijana wenzangu yani akishakuona sheki vizuri chapa bakora bwana shehe upo Victor Mbo lete gari bwana mzee bwana hivi tena shehe unakaa kimya tena. Kuna hii system wako baadhi ya mashehe wanakosea, kigiwa mpunga nini unaamua kukaa kimya tu. Ndio hiyo sio wao tu, hiyo inatokea hata kwa matajiri wale wanaofanya biashara za haramu, biashara za haramu kama madawa ya kulevya. Tena leo Dodoma ni siku ya maadhimisho leo ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo hata wale matajiri wanaoshughulika na madawa ya kulevya wakimwona shekhe anaongea sana kuhusu habari ya madawa ya kulevya, wanaweza wakamwita wakampa mzigo kidogo akatulia. Mzigo kitu kibaya sana. Mtu mmoja kaisifu pesa akasema, inna darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala. Hakika ya pesa katika pande zote za ulimwengu huwa inawavalisha watu kutisha na kupendeza. Mtu akiona fedha anatisha, anaogopewa, na anapendeza. Hata kama sura yake ilikuwa mbaya, atapendeza tu. Fedha kitu kingine bwana. Fahiya silahu liman arada qitala. Fedha ni silaha kwa mwenye kutaka vita. Yani mtu anaweza kuamrisha tufanyeni hivi, watu wakafanya. Wahiya lisanu liman arada fasaha. Na fedha ni lugha kwa mwenye kutaka kusema kitu, sio lazima useme. Wewe unakata pochi tu, watu wanaingia mzigoni. Mwenyekiti anaongea, lete gari hapo. Shika laki lako unahesabu pole sikia. Umekosea, sema ndio tuongee pembeni. Basi innal ghaniya idha tahaddatha bi khata'in, tajiri akizungumza jambo hata kama kwa makosa, qalu aswabta, wale wapambe wasema mzee hapo umepatia kabisa, japokuwa wasaddaku ma qal, wanahakikisha kwa kasema kweli japokuwa wanajua kuwa ni uongo. Wewe haije kukukute vijana wako maybe tumekosea tu, lakini wakakunga mkono kwenye enzi za unapambana sasa huko, pengine umewazidi elimu nini, haije kukukuta hiyo inaweza ikatokea, lakini unatakiwa uwe mwadilifu wewe. Unatakiwa uwe mwadilifu kama Mtume Muhammad alivyokuwa mwadilifu. Aliswali swala ya rakaa 4 akaswalisha rakaa 2. Alafu mtu mmoja akamkumbusha kwamba tumeswali rakaa 2, akasema innama ana basharun mithlukum, mimi ni mtu kama nyinyi, ansa kama tansauna, nasahau kama mnavyosahau. Idha nasitu fadhakiruni, nikisahau nikumbusheni. Sasa tofauti na mashekhe, Mtume yeye alikuwa tofauti na mashekhe. Mashekhe wao wanatetea vyeo vyao tu. Wewe kijana unaweza ukanikosoa mie, usikosolewe wewe nani? Kijana mimi nilianza kusoma na kuswali hata mama yako hajazaliwa, haihusu. Sawa, nataka nikuulize hili maswali yangu matano ya mwisho ili nisikuchoshe. Ndio. Katika hao matano kuna hili moja. Neno sharifu limetapakaa kwa watu wengi sana. Na kuna wengine ni vijana wadogo wanajiita masharifu, lakini wao kazi yao sana wanazungumza ulimwengu wa tiba kuliko watu kumfahamu Mwenyezi Mungu. Visomo, maji ya dua, sijui nini, imekuwa vitu. Kuna mmoja nilisikia anasema kaburi la sharifu kenda pale ukilia mambo yako yanafunguka, lakini kaja kufuatisha dini Mwenyezi Mungu hataki sehemu yote ulie zaidi kwake yeye. Wanakosea.
wanapindisha dini, kwa sababu kuna baadhi ya mashehe sasa hivi wamejifundisha katika kivuli cha dini, lakini wanafanya tiba hizi za maji na wanakosea, na neno sharifu linabeba nini sasa? Neno sharifu maana yake ni mtu aliyetukuka, mtukufu yani. Kwa hiyo sharifu, mtu kuitwa sharifu anaweza akaitwa tu. Na masharifu hasa ni wale waliotoka katika ukoo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sharifu hasa ni mcha Mungu, mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu, huyo ndiyo sharifu. Naam, kwa sababu Mwenyezi Mungu kaeleza katika hadithul Qudsi, annaru liman asani wa inkana sayyidan qurashiyya, moto wa Jahannam nimeuandaa kwa mwenye kuniasi hata akiwa bwana mkubwa wa Quraishi. Quraishi ni kabila la Mtume Muhammad. Kwa hiyo hata kama ulitokana na kabila lile la bwana mkubwa, kama umemwasi Mungu utakwenda motoni. Wal jannatu liman ata'ani, na pepo ni kwa ajili ya mwenye kunitii mimi. Wa inkana abdan habashiyya, hata kama akiwa mtumwa wa Kihabeshi. Wahabeshi ndo wale akina Saidina Bilali. Wahabeshi ndo watu wa Ethiopia huko. Kwa hiyo hata kama ukiwa mtumwa, ukiwa mcha Mungu, wewe ni mtu wa peponi. Hata ukiwa bwana mkubwa, lakini ukiwa aswi utakwenda motoni. Ndio maana ndani ya Qur'ani kuna sura inaitwa sura Tabbat Yada. Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Huyu Abi Lahabi ni babake Mtume, babake mdogo, ami yake, lakini Mungu anasema atakwenda motoni siku ya Kiyama. Sasa ikiwa baba mdogo wa Mtume anakwenda motoni siku ya Kiyama, utaachwa wewe Makonde bwana? Ndio hivyo. Mimi nimewataja wa Makonde kwa sababu ni watani wangu. Mama, kuna watu wataunganisha na Wasamia huko. Okay. Kwa hawa watu ambao wanahimiza watu wanunue maji, fanye nini, wachukue ndimu kwao,